Amen. Ili nifanye shughuli zingine ambazo Mungu amenituma leo. Haleluya. Zimeitwa siku 21 za maombi. Tuko ndani ya ujumbe, ndani ya damu ya agano au damu ya mwanakondoo. Shika kichwa chako mikono miwili. Sema, Bwana Yesu, naungama tena kwa niaba ya milango ya taifa katika jina la Yesu. Kama ulivyonena, haki huinua taifa. Naungama kwa ajili ya malango yote ya taifa hili. Naungama kwa ajili ya malango yote ya familia na ukoo katika jina la Yesu. Yesu, ninakuomba sana, sina mwanadamu ila ni wewe Mungu pekee. Nakutazama kwa namna ya ajabu, na siku ya leo nafungua moyo mimi na familia. Nafungua moyo wa familia, moyo wa kanisa hili, moyo wa nchi, 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 moyo wa familia, moyo wa familia ninaufungua leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndani ya damu ya mwanakondoo. Ezekieli sura ya 35 ule mstari wa kwanza hadi wa 6. Kila mtu aliyekuja kupona, fungua moyo wako, Mungu atakuhudumia moyo wa vini. Biblia inasema, tena neno la Bwana likamjia kusema, mwanadamu, kaza uso wako juu ya mlima Seiri, ukatabiri juu yake. Uambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, mimi ni juu yako, mlima Seiri, nami nitaunyosha mkono wangu juu yako, nami nitakufanya kuwa ukiwa na ajabu. Miji yako nitaiharibu, nawe utakuwa ukiwa, nawe utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Mimi ndimi Bwana. Mimi ndimi Bwana. Mimi ndimi Bwana. Mstari wa 5. Kwa kuwa umekuwa na uadui usiokoma. Naomba lile neno tuongee wote, sema, kwa kuwa umekuwa na uadui usiokoma. Kwa kuwa umekuwa na uadui usiokoma. Kwa kuwa umekuwa na uadui usiokoma. Nawe umewatoa wana wa Israeli wapigwe kwa nguvu za upanga, wakati wa msiba wao, wakati wa mwisho wa uovu. Mstari wa 6, naomba wote tusome 2, 3. Basi kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, nitakuweka tayari kwa damu. Rudia tena, nitakuweka tayari kwa damu. Rudia tena, nitakuweka tayari kwa damu, na damu itakufuatia. Ikiwa hukuchukia damu, basi damu itakufuatia. Baba Mungu, nakushukuru sana, natambua uwepo wako mchana wa leo. Naomba uwepo wako utende kama unavyotaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema Bwana asifiwe. Amen. Ninasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Mungu anazungumza na Ezekia. Anaanza kutuonyesha kwamba damu inaweza kumfuata mtu. Amen.
Damu inaweza kumfuata mtu. Kumbuka ninaongea ndani ya damu ya agano. Sema amen. Na siku ya Ijumaa nilizungumza kwa kina sana kwamba kisasi kilichobaki ni kisasi cha damu. Saidia kusema amen. Na maisha yaliyobakia ni maisha ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba nikatuonyesha Mungu anazungumza na Yoshua. Anamwambia Yoshua, kachukue damu itakayowasaidia wana wa Israeli kwenye safari walionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wana wa Israeli wasingetoka Misri bila damu. Nasema mfungo wetu umebeba mambo matatu. Kwamba una nguvu tatu ndani ya Utatu Mtakatifu. Kwamba nguvu ya kwanza ni kutoka ama kuyatoa maisha. Sema amen. Nguvu ya pili ni kufika Kanani. Kwa mlioona kwenye mtandao nilikosea, nilisema kufika kanisani. Lakini ilikuwa ni kufika Kanani. Sema amen. Na jambo la tatu ni kwamba jua la haki lazima lizuke. Jua la haki lazima lizuke juu yako. Sasa anawaambia wana wa Israeli, anaambiwa Joshua na ni Musa. Musa anaambiwa mashina ya wana wa Israeli kutoka ndani ya nchi ya Misri yameshafika. Sawa na kusema mashina ya kuyatoa maisha kwenye utumwa yameshafika. Lakini hawawezi wakaondoka pasipo damu. Kwa nini analinga damu? Na damu yenyewe sio mwanamlaji, damu ni damu ya agano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moja ya kanuni ya Farao, aliwafunga wana wa Israeli na maisha yao kwa njia ya damu. Na ndio maana wana wa Israeli walipojaribu kuendelea kuzaa sana, akasema kila mtoto wa kiume anayezaliwa uweni afe. Kwa nini anasema watoto wa kiume wafe? Anaitafuta nguvu ya damu ili yeye aendelee kutawala. Sema amen. Sasa Mungu anatafuta awaokoe wana wa Israeli na ayaokoe maisha yao. Hapana, Mungu anageuka. Asema hata wataokolewa hivi. Lazima kwanza nitume malaika atakaye kwenda na damu kwenye nyumba zote za Israeli za Misri. Kwamba mashina yangu yatakapofika kule Misri kwa ajili ya kuwatafuta wana ninaowataka mimi, niangalie ile damu. Kumbe kinachoangaliwa ni damu. Akamwambia nikiona hiyo damu, sema amen, nitajua hii damu ni ya mwenye haki. Mwenye haki hataki kuuawa, anatakiwa kuokolewa. Nikiangalia hii damu, huyu anatakiwa kutoka pale alipo aende anakotakiwa kuelekea kupitia jina la Yesu. Kwamba nikiona hii damu, huyu majira ya kukaa kwenye nchi hii ya Farao yameshaisha, anatakiwa aende akamtumikie Bwana Mungu wake mwenye uzima ndani yake, mwenye uhai ndani yake, mwenye biashara njema ndani yake, mwenye ushindi ndani yake, mwenye ndoa njema ndani yake. Kwamba anaangalia damu. Sema Mungu anaangalia damu. Rudia tena, sema anaangalia damu. Na kama Mungu anaangalia damu, maana yake na wachawi pasipo damu hawajakuingiza kwenye utumwa.
niingie ndani ya damu, niishi ndani ya damu, nitembee ndani ya damu, nilale ndani ya damu, niuishike ndani ya damu, mambo yangu yote yakae ndani ya damu. Hii damu ya mashetani iniogopa kupitia jina la Yesu, kwamba pasipo kukaa ndani ya damu. Nilisema kuna aina mbili za damu. Sema amen. Kwamba damu ya kwanza ni makafara ya mashetani, damu zinazotolewa kwa ajili ya kusudi kuhakikisha mtu fulani anaishi maisha ya utumwa. Lakini damu ya pili ni damu ya mwana kondoo, ambayo ndio sisi sasa, mimi na wewe, ili tuwe salama, tunatakiwa tuingie ndani ya damu ya mwana kondoo, tufanye maombi tukiwa ndani ya damu ya mwana kondoo, tupasue miti tukiwa ndani ya damu ya mwana kondoo. Sikiliza kwa makini kweli kweli. Sema amen. Wacha nikimbie haraka. Kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Ni jambo la ajabu sana hili. Kitabu cha Kutoka. Jambo hili la ajabu sana. Kutoka 24. Kutoka 24. Bwana Yesu asifiwe. Ukianzia mstari wa kwanza anasema, kisha Bwana akamwambia Musa, wekeni wewe na Haruni, kweeni wewe na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 wa wazee wa Israeli, mkamfikirie Bwana, mkamsujudie kwa mbali. Na Musa peke yake ndiye atakayekaribia karibu na Bwana, lakini hao watakaribia karibu, wala hao watu hawatakwea pamoja naye. Sura 3. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja wakasema, maneno yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Sura 4. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Akapeleka vijana, sema akapeleka vijana wa wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa. Ina maana wale ambao hawakutoa sadaka za kuteketezwa hakupeleka, wakamchinjia Bwana sadaka za amani na ng'ombe. Musa akatwaa, sikiliza kwa makini, mstari wa 6. Musa akatwaa nusu ya ile damu akatia katika mabakuli, na nusu ya ile damu akainyunyiza juu ya madhabahu. Sema akainyunyiza juu ya madhabahu. Rudia tena, akainyunyiza juu ya madhabahu. Rudia tena, akainyunyiza juu ya madhabahu. Mstari wa 7. Kisha akakitoa kitabu cha agano, akasema, akakisoma masikioni mwa watu, wakasema, hayo yote aliyoyanena Bwana tuyatende, nasi tutayatii. Mstari wa 8. Musa akatoa ile damu. Neno kutoa maana yake akaichukua ile damu. Sema Musa akaichukua ile damu. Sema tena, akachukua ile damu. Ninajua utaongea kwa shida sana kwa sababu mizimu inakataa. Sema Musa akachukua ile damu. Dunia tena akachukua ile damu. Musa alichokifanya baada ya maelekezo, akachukua ile damu. Alichukua akapeleka wapi? Sikiliza. Sikiliza kwa makini. Sikiliza kwa makini. Akatoa ile damu. Tunasoma mstari wa 8. Akasema,
Semi amina. Kabeba damu akanyunyizia watu. Yaani watu wakanyunyiziwa damu. Sasa unisikilize kwa makini sana. Najua utanielewa sana. Lakini itabidi unielewe kiroho. Sema amina. Itabidi unielewe sana kiroho au kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unaona maandiko yale vizuri Nataka tujifunze lengo na mahususi kabisa. Kwa nini aliamua kuchukua damu? Naomba maji kidogo. Kwa nini? Na ujue yanatendeka haya, yanaendelea haya, hawa jamaa wako utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui kama tunaelewana vizuri. Amen. Amina. Nikifanya si maji amekuja. Amen. Nimekunyunyizia nini? Maji. Nimekunyunyizia nini? Maji. Nina uwezo wa kufanya hii ikawa damu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Sasa hii sifanyi kuwa damu, naweza kufanya kuwa sadaka. Amina. Si maji haya. Amen. Yamekufika. Amina. Na uwezo wa kufanya yakawa sadaka. Amina. Sadaka yenyewe ni sadaka ya nini? Ya damu. Kwa sababu hawa bila damu hawawezi wakatembea. Hawawezi wakaondoka. Kwa sababu ndani ya safari wanayosafiri wanahitaji wajazwe nguvu. Nilikwambia hatumalizi ibada kwa sababu tumemaliza muda. Tunaondoka kwenye ibada tunaenda nyumbani kwa sababu tumetoshelezwa. Amen. Na sisi siku zote tunatafuta ujazo. Amen. Sema amen. Kwa hiyo sasa, kwa sababu wanatakiwa waondoke, watoke Misri, kwamba msaada wa Mungu umeshashuka kwa ajili ya wana wa Israeli. Lakini kuna kanuni za kuanza safari ya wokovu. Kuna kanuni ya kuanza safari ya biashara. Sema amina. Kuna kanuni ya kuanza safari ya kuzaa watoto. Kuna kanuni ya kuanza safari ya malezi juu ya watoto wako na familia. Kinachoshindikana duniani ni kukosa kanuni ya kuanza safari. Mungu akatoa maelekezo, akaambia Musa, cha kwanza kabisa damu. Sema amen. Haimaanishi damu za wanadamu zilikuwa hazipo, ilitakiwa damu maalum kama sadaka. Sijui kama mnanielewa. Paulo anazungumza kwenye kitabu cha Waebrania, anasema hivi. Waebrania 9. Tumefika wapi? Tumefika kule nyuma. Hata kama wewe ni mtu anisikize. Waebrania 9. Mstari ule wa 20. Anasema hivi. Akisema hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu. Sema alivinyunyizia damu. Piga kisema alivinyunyizia damu. Naongea na kanisa limefunga kweli? Wasibu nikagua watu wamefunga. Wasibu nikagua watu wamefunga, nauliza. Wewe ni prophet na macho. Uliwakagua watu wamefunga? Wamefunga? Haleluya watu wa Mungu. Amen. Nasema haleluya. Amen. Nisikilize kwa makini sana. Akachukua ile damu hivyo hivyo, na katika Torati na katika vitu vyote kusafishwa kwa damu, ya pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa lugha nyepesi ya Kindengerauke na lugha ya Kikuyu kule Msoma, pasipo damu
Sema lazima damu. Pasipo damu hatuna ondoleo, hatuna kusamehewa dhambi, hatuna kupata afya njema. Lazima damu ihusike. Na damu sio kwamba inahusu tu wanadamu. Biblia inasema na vitu vyote spika zinyunyiziwe damu, watu wanyunyiziwe damu. Unakwenda utafika salama kwa jina la Yesu. Unakwenda utafika salama kwa jina la Yesu. Maombi yako yatakuwa salama kwa jina la Yesu. Elimu yako itakuwa salama kwa jina la Yesu. Kwa nini itakuwa salama? Hadi ufunguke, hadi ufunguke ujue matumizi ya damu. Hadi ufunguke ujue matumizi ya damu. Na baada ya kujua matumizi ya damu, uondoke kwenye wakole mdogo mdogo, ujisokomeze ndani ya damu, halafu tembea ndani yake. Wanaokuangalia na madamu yao watajua wao wenyewe watakutana na kitu gani, lakini wewe unazidi kusonga mbele ukiwa ndani ya damu, sio unazidi kusonga mbele ukiwa nje. Ukiwa nje utapatikana na mikuki ya kwao, utapatikana na mishale ya kwao, utapatikana na maasi ya kwao, utapatikana na lala za kwao. Lakini ukiwa ndani, wakija wanakumendea usiku wa manane, wanataka wakurushie mishale ya ugonjwa wa ukimwi, wanaiona damu ya mwanakondoo. Wakija wanataka waharibu familia yako, wanaona damu ya mwanakondoo. Wakija wanataka waangalie damu yako, wanaona damu ya mwanakondoo. Wakija wanataka waiue afya yako, wanaona damu ya mwanakondoo. Wakija wanataka wavunje mshuka wako, wanaona damu ya mwanakondoo. Wakija wanataka waluke miaka yako, wanaona damu ya mwanakondoo. Wakija wanataka waue mtoto wako wa kwanza, wanaona damu ya mwanakondoo. Wakija wanataka waharibu mfumo wa afya yako, wanaona damu ya mwanakondoo. Wakija wanataka waliue kanisa la Kisima cha Uzima, wanaona damu ya mwanakondoo. Wakija wanataka wanatafuta nguvu zako akadhiria, wanaona damu ya mwanakondoo. Wakija wanapaka mila, wanatafuta wachungaji na mitume, wanaona damu ya mwanakondoo. Ayayayayaya, ningekuwa ninaongea na watu washinde, wangesimama wakamchapia Yesu makofi. Bwana, hiyo ndio imani, na hii ni miezi 6 tunayoiendea mbele za Baba, kwamba ni miezi ya maajabu. Hawatakuona mama yangu, hawatakuona baba yangu. Leo ni Jumapili ambayo nitakutoa ndani yao, nitakuingiza kwa damu ya mwanakondoo. Vita vitakuwa vya kwako. Sambole, sema amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Mungu anamwambia nabii Hezekia, damu itawafuata. Damu inafanya nini? Damu inafanya nini? Sisi tunapitwa imani ya mtu hapa. Damu inafuata. Ukisema nikaanza biashara, damu inakufuata. Inakufuata damu ya nani? Ile damu yenye nguzo 7 aliyoiweka baba yako, aliyeiweka bibi yako, aliyeweka mjomba wako. Kila ukijaribu kwenda kule inakufuata. Unajua, nilitaka nimwambie Mungu, naomba uniruhusu nifundishe vita vya damu. Mungu akaniambia kaendelee pale pale. Watajua kama kuna vita vya damu, na mimi najua kinachopigana na wewe. Na ndio maana wale watu wanashindwa kukoma, majeshi ya kuzimu yanashindwa kukoma, kwa sababu yanajua siri walioitumia. Wewe bado haujaielewa bado, na asubuhi na mchana wa leo nimekuja nikutambulishe kwamba vita yoyote ya damu kwenye nchi hii, kwenye familia, itayeyuka kama moshi, itayeyuka kama moshi.
Nilitoa mifano kabla sijaendelea. Sema amen. Nilisema kanisa la leo liko ndani ya damu ya mashetani. Mashetani walichokifanya. Sema amina. Sogea hapa. Watu wanne. Kimbia hapa watu wanne. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Pasipo damu hakuna ondoleo. Sema amen. Pasipo damu hakuna kupona. Mpaka ujue kutoka ndani ya damu. Ipo itakusaidia hadi ujue kuingia ndani ya damu. So kama ni muombaji, hadi ujue maombi yako uyajue kwamba yako ndani ya damu. Sema amen. Amina. Na kama ni mwimbaji, uimbaji wako ujue uko ndani ya damu. Nisaidie kusema amina. Watoto wako unaowalea na nguvu ya malezi, hadi uwe na private maombi, waingize ndani ya damu, kwa sababu kila eneo limebeba safari. Nisaidie kusema amina. Habari ya kuanza safari sio ndogo. Habari ya kufika mbali sio ndogo. Sema amina. Kuna watu ninaongea sasa hivi, wengine wanasikia uzito wa ajabu. Nguvu za Mungu zitashuka pale leo kwa jina la Yesu. Huyu ni mwombaji anaitwa Pastor Eva. Na ni jasusi la mbinguni kabisa. Sokeni huyu mtu haraka. Sema amen. Huyu ni jasusi la mbinguni, anajiita jasusi la nini? Sema amen. Sema amen. Lakini mahali hapo Mungu anaye amemtokea. Anamwambia na Yesu yuko anaweza anafanya. Na kuhani wangu Apostle Joshua Makapanga ni nani? Sema amen. Lakini kwa nini safari yake ni ngumu? Amen. Sema amen. Hapa tunasema yuko ndani ya kanisa, au yuko ndani ya jina la Yesu, au yuko ndani ya wokovu. Naomba nisizungumze habari yuko ndani ya jina la Yesu, maana akiwa ndani ya jina la Yesu hiki ambacho nakisema hakitampata. Huyu yuko ndani ya wokovu. Yuko ndani ya nini? Kanisa, mnanielewa kule nyuma? Yuko ndani ya wokovu. Sema amen. Lakini alikozaliwa, alikotoka, anakoishi kuna mfumo wa madamu ya kafara. Hebu sema kuna mfumo wa damu ya kafara. Nisaidie kusema amen. Alikozaliwa, alikotoka. Sema amina. Anakoishi au kwenye nchi kuna mfumo wa damu za makafara. Na haya makafara ni yale ambayo yamewekwa kwamba uzao wetu utakuwa ni uzao wa 1, 2, 3, kwamba wote watakuwa wanakufa kwa ajali, kwamba wote watakuwa wanaharibikiwa kazini, kwamba wote watakuwa hawaolewi, wote watakuwa ni 1, 2, 3. Kinachozungumza wote tunaamini kwa damu inaongea, sio? Sasa ile kafara walizozitoa vizazi 7 vilivyopita, au vizazi 8 vilivyopita, au vizazi 5 vilivyopita, sema amen, vinatenda kazi kwa huyu jamaa. Sasa huyu yuko ndani ya wokovu. Sema amina. Yuko pastor mmoja hapa. Jua. Waita watu jamani. Mbona mko slow sana? Sema amina. Huyu ndio pastor sasa, mhubiri na muombezi, halafu watu kanisa wanamtambua kama ni bonge la jasusi la kuomba. Yaani kwenye maombi halijambo. Unanielewa eh? Habari ya kuweka mikono, pepo zinaondoka, zinaondoka haraka sana. Yeye ni muombaji. Yeye ni muombaji. Na anajua kupambana vita vya kiroho. Sema amina. Pambana vita anavyojua kupambana. Sasa anakuja anamuombea huyu. Sema amina. Anakemea pepo la uzinzi liondoke. Anakemea pepo la ulevi lifanye nini? Anakemea pepo la ulevi lifanye nini? Yaani huyu dada anaona kabisa kwamba yani hii nguvu inashuka sio ya kawaida. Anakemea pepo la hasira, ondoka kwa jina la Yesu. Na ni kweli pepo linalia kabisa. Naenda. Mimi nilikuja tu kunywa mkojo wake. Naenda jamani. Naenda. Pepo linalia kabisa. Sema amina. Na jamana fire. Fire ni ya uhakika. Sema amina. Lakini kila huyu dada anapozidi kuamini, anatamani kutoka kwenye ile hali. Anapoanza kutoka, sema amina, anasema tayari ameamuliwa, akija na fuyo hapa. Kinachozuia hii ni mzunguko wa damu
Hamuelewi somo langu linaitwa ukuta wa damu. Somo langu linaitwa ukuta wa damu. Ndio somo langu linaitwa ukuta wa damu. Amina. Linaitwa ukuta wa damu. Sikiza kwa makini sana. Sema amina. Kila kijaribu anasema labda nimekutana na mwinjilisti Boniface. Mwinjilisti nani? Boniface. Mwinjilisti Boniface. Anajaribu kuondoka nje kule, inazuia. Kinachozuia ni kweli maombi yanayo, jitihada anazo, juhudi anazo, lakini alikotoka walimwaga madamu, yakazunguka madamu. Kila damu iliyozunguka juu yako itoke kwa jina la Yesu Kristo. Ninaitekeleza kwa jina. Hebu simama, sema teketea kwa jina. Sikiliza, sema amina. Ndio maana walokole hawawi matajiri, ila washauri ya waganga wanazidi kufanikiwa. Anajaribu tena, amekutana na mwinjilisti anaitwa Mwakalebela. Sema amen. Na yeye naye anaweka mkono, na yule jamaa ametangatanga kweli kwenye makanisa. Ameweka mkono kwamba niende kwa Mwakalebela. Nimesikia jamaa yule anaopakwa mafuta. Mwakalebela atamimina mapako wa mafuta kama wote. Anamwambia kunywa kitandani hadi unapolala unapoamka. Kunywa mafuta. Umekuwa lile tu la mafuta. Sema amen. Hata hapa kuna watu wakagua kwenye mkoba Mungu na mafuta huko. Ya ajabu tu vya ajabu. Mwambie mwenzako sio hivyo. Sema amen. Jamaa ameweka mkono, inabidi sasa apitie njia hii aondoke. Akienda anazuia. Kinachozuia maombi ya huyu yanamfikia. Lakini sema amen. Kwa habari ya maisha yake hawezi kutoka. Hawezi. Kwa hiyo tunasema huyu yuko ndani ya damu ya utumwa. Ndio maana hawezi kufunguliwa. Tukisema usifunze maarifa kila siku na kwa ngumu. Anatoa ndani. Anasema anatoa ndani. Anatoa ndani ya damu ya utumwa. Sijui tunaanza kuelewana. Wataalamu wa kukata tamaa kwenye maombi waseme amina. Wataalamu wa kukata tamaa kwenye maombi waseme amina. Wataalamu wa kushinda kuhudhuria ibada zote waseme amina. Hawezi kushinda. Wataalamu wa kuchelewa kwenye ibada waseme amina. Ndugu yangu, uchelewi wewe. Kama usipoamka hauchelewi wewe. Kinachokuchelewesha wewe ni huu ukuta uliozunguka pembeni. Sema amen. Wanajua kabisa kwamba kipindi cha sifa ndio cha kwako. Kwa hiyo hapa tumpishanishe na sifa. Wanajua kabisa kipindi cha maombi ya asubuhi ni cha kwako. Kwa hiyo tumtofautishe na kipindi cha maombi ya asubuhi. Wanajua kabisa kipindi cha somo la sadaka ndio kuvuka kwako. Kwa hiyo tumpishanishe na kile kipindi. Wangapi wanaondoka saa hizi saa 6? Sasa watu wakishimama. Sema amen. Hasa watu wakishimama. Baki nafika saa 7. Unasikia kimya tu. Walikotoka waniongea. Kwamba utaanza mwenzangu kuchomoka mdogo. Nikamwambia mnahisi mnamkomoa shetani? Mnakomoa maisha yaliyoharibika. Sema amen. Sema amen. Hichi ndicho ambacho Mungu anaonyesha Hezekia, anafunuliwa Hezekia kwamba hawawezi wakaenda kwa sababu damu inawafuata. Sasa na kila damu iliyowazunguka, kwamba ukiacha mume ukasema naenda kuolewa kwa mume, kuna damu inakuzuia. Ilishanenewa kwamba kwa habari ya amani kwenye maisha yenu neva, kwenye maisha yenu sahau. Sema katika jina la Yesu. Sema Mungu tokea. Nisikilize wewe dada. Nisikilize wewe mama. Inawezekana
wengine watatu hapa. Nikiita hivi kimbieni vijana. Sema amen. Amina. Haleluya. Shikana mikono chap chap. Njoo mwingine mmoja. Sema siku 21. Moto wa maombi. Ndani ya ufunuo wa damu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Huyu pastor hata kama angepiga maombi makubwa kiasi gani, sema amen, pasipo kushughulika na huu mzunguko hapa, huyu hatoki. Wewe hutoki. Wewe ufanye nini? Wewe ufanye nini? Nitakwambia ndicho Mungu anamwambia Musa. Moja ya ishara ya kwanza anamwambia, nimekupa kitu katika mwili wako. Sema amen. Amen. Ambacho katika vurugu zote, katika jeuri za matatizo jeuri, utakitumia. Sema nitakitumia. Nitakitumia. Akasema nimekupa fimbo. Na hiyo fimbo verse number 1 alimwambia, hiyo ni fimbo ya agano itakayofanya wana wa Israeli watembee ndani ya uwezo wake. Na ndiyo itakayofanya maadui waweze kuwaachia wana wa nini? Wa Israeli. Iwe kwa vurugu, iwe kwa namna yoyote. Namba 1 akamwambia piga maji. Alipopiga maji aligeuka kwa nini? Huo ni mkwala wa kwanza kumsumbua Farao. Amen. Sema amen. Amen. Yaani vita vya damu. Akapiga maji akageuka damu. Biblia inasema kila kona ya mji kulikuwa na damu. Amen. Viula wa nchi walikuwa damu. Amen. Mainzi yalikuwa damu. Amen. Nyumba za Misri zote zilikuwa nini? Damu. Hadi Musa ajue matumizi. Musa anajua matumizi ya damu. Amen. Na Mungu amempa imani ya staili ya kuokoa wana wa Israeli. Amen. Kwamba ili waokolewe watembee ndani ya damu. Amen. Na ili waashiwe lazima damu iwepo. Nafundisha somo gumu sana. Amen. At least Ijumaa watu wanielewa. Amen. Leo bado tunapata mazingira magumu ya kuelewa. Kwamba ili waokolewe aikuli anatakiwa aonyeshe nguvu ya damu. Matumizi yanatakiwa yaonyeshe nguvu ya damu. Watesi na watengeneza misiba wanatakiwa waonyeshe nguvu ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili atembee aende anakotakiwa kwenda, lazima atembee akiwa ndani ya damu. Kwa hiyo siku 21 Mungu atatuambia, sema amen. Huyu hapa kama mimi ni Pastor Joshua Makapana, na pastor nishughulike na hii. Nishughulike na hii kwa maombi yoyote, yani nihakikisha hapa pamekatika. Hapa pamefanyaje? Hapa pamefanyaje? Nisikilize kwa makini wewe. Nisikilize kwa makini sana. Nihakikishe hii kamba imeondoka. Hii kamba inapitwa ukuta wa damu. Hebu sema ukuta wa damu. Sio ukuta wa tofali, inaitwa ukuta wa damu. Hebu sema ukuta wa damu. Ukuta wa damu. Rudia tena, sema ukuta wa damu. Ukuta wa damu. Ni ukuta umejengwa lakini ni wa damu. Ni ukuta umejengwa kwenye biashara lakini wa damu. Ni ukuta umejengwa kwenye miaka yako lakini ni wa damu. Ni ukuta umejengwa kwenye safari ya uzao lakini ni wa damu. Unasikia kuna mtu anakwambia mimi siwezi kuolewa. Ukiangalia miaka yake imeshaenda. Ameamua kujisemesha kwa sababu ameona kila anayekutana naye anamtenda vibaya. Kwa hiyo anaamua tu kulizika, sasa nianze kujisemesha. Sasa amen. Mwambie mwenzako sio usijisemeshe, ni damu, ni ukuta wa damu. Ukuta wa damu unapojaribu tena na tena, maana yake unakata tamaa. Unapojaribu kwenda kanisani, unasikia tu maneno ya faraja, maana yake unakata tamaa. Unafika tu unaanza kuwaza kama mwanadamu, hivi namtumikia Mungu anayesema au namtumikia Mungu aliyekufa? Mbona sioni jambo hili likitokea? Huwezi kushinda bila kushindana. Nilikwambia kati ya vitu shetani anaviogopa, anaogopa mtu mwenye mbinu za maombi. Anaogopa mtu mwenye mbinu za maombi. Anaogopa mtu mwenye mbinu za maombi. Kule ndio maana wanashangaa kabisa hawajasema amina. Shetani anaogopa mtu mwenye mbinu za nini? Sio tu muombaji, hapana. Muombaji ambaye ndani yake kuna mbinu mbadala. Kuna mbinu, leo amepiga hivi, kesho anapiga vile. Kesho kuna anapiga wachawi. Mtondogo anajitia damu ya Yesu. Shetani anaogopa mtu mwenye mbinu za maombi.
niwaambie hivi, waliokaa nyuma waje mbele, hapo waliokaa mbele waje nyuma. Lakini kwa sababu wamezoea kuchelewa na ndio maana wamekaa nyuma, tuwaache kule kule. Si sawa sawa? Amen. Si sawa sawa wamezoea kuchelewa. Ndio maana wanapenda kukaa. Kule hawanisikilizi kabisa. Yaani mtu anageuka tu, anaangalia mwingine. Hanifuati kabisa mimi. Na inawezekana hajafunga yule mtu. Sema amen. Kinachotakiwa huyo atoke ndani. Hebu sema mimi nitoke ndani. Mimi nitoke ndani. Yule atasema mimi nitoke ndani. Mimi nitoke. Sema tena mimi nitoke ndani. Natamani maneno yake yasikike. Mimi nitoke ndani. Mimi nitoke ndani. Kwenye kila kitu unachokijua kinakutesa, lazima utoke ndani yake kwa jina la Yesu. Ndani yake kile kinachokutesa kimeshikiliwa na damu, na ile damu imejengwa pembeni. Kwa hiyo wewe na uzao wako na nyumba yako na mume wako na mbuzi wako lazima mtoke ndani. Sijui naongea na watu hapa. Hivi naongea na watu hapa. Hivi naongea na watu hapa. Wewe na mwili wako na kucha zako na mayai yako na tumbo lako na biashara zako lazima utoke ndani. Hivi wanaopokea wanasema amina. Lazima utoke ndani. Inawezekana umekaa hapa lakini nywele zako zimewekwa ndani ya nyumba na yenyewe iko kijijini. Lazima zitoke ndani. Vikasha vyako hivyo lazima vitoke ndani. Lazima vitoke ndani. Ndani ndio biashara. Sema amen. Ndani ya nini? Ndani ya damu. Ndani ya nini? Ndani ya ukuta wa damu. Ndani ya nini? Ndani ya nyumba ya damu. Sema amen. Hii ndio inaitwa damu ya utumwa. Inaitwa damu ya nini? Inaitwa damu ya nini? Inaitwa damu ya nini? Inaitwa damu ya nini? Sijasikia inaitwa damu ya nini? Sijasikia inaitwa damu ya nini? Msema sijasikia inaitwa damu ya nini? Mapepo sijasikia inaitwa damu ya nini? Mifumo vya moyo sijasikia inaitwa damu ya nini? Mifumo vya afya sijasikia inaitwa damu ya nini? Inaitwa damu ya utumwa. Hii inaitwa damu ya utumwa. Inaitwa damu ya nini? Ya utumwa kibiashara. Inaitwa damu ya utumwa kwenye kazi. Inaitwa damu ya utumwa kwenye ndoa. Kwamba mtu anaweza kawekwa ndani. Hili mali zake zote. Hili vitu vyake vyote. Inaitwa damu ya utumwa. Sema lazima nitoke ndani. Nataka iumanishe. Lazima nitoke ndani. Nitoe uzao ndani. Hata hili taifa la Tanzania lazima tuitoe ndani. Amina. Sifikiri watu wanakufa ovyo ovyo. Nilikwambia huko hapa. Lolote linalotokea katika nchi hii. Amina. Sema amen. Linakuhusu. Amina. Sema amen. Amen. Na niliamua kuongoza mimi maombi ili uelewe kwamba huwa tunaombaje kwenye issue zinazokuhusu. Amen. Sema amen. Jaribu kuwaza watu 28 wamekufa pale Mbeya. Amina. Wiki hii ijayo. Amen. Watu 28. Unadhani wewe uliyekaa hapa kama dada yako ama kaka yako yuko kwenye msafara ule? Sema amen. Kuna ndege iko hapa nchi ya karibuni hapa imeua watu 200. Kataifa hapa hata mimi na washirika wangu hapa. Watu 200 wamekufa. Yesu asifiwe. Amina. Unajaribu kuwasha. Na watu wangekuwepo. Nikakwambia ndio maana ya Yeremia Danieli alisema neno ya kuomba. Kwamba hatuna mahali aliomba katika nguvu ya ubinafsi. Kwa sababu alisema niko ndani ya nchi ya Tanzania. Niko ndani ya ukoo wa familia. Niko ndani ya familia ya Mama Veronica. Kwa hiyo kinachotokea kwa kaka yake ndicho kinachotokea kwenye maisha yako. Damu yangu haitaweza
bidii. Lazima nitoke ndani. Lazima nitoke ndani. Tunachotakiwa kutoka 21 ni kutoka ndani. Ndani ya mchi. Ndani ya shida. Na tuondoke. Sema amen. Sasa nisaidie kusema amen. Pastor ataendelea kupiga maombi ya kiufunuo aliyofunuliwa sasa hivi. Haya maombi atatumia mamlaka hadi akate mikono hii. Unanielewa? Ananena kwa lugha. Anaomba, hebu omba kwa maombi ya kukata mikono sasa. Katika jina la Yesu ninakata, ninabomoa kila ukuta uliozunguka mahali hapa. Ninabomoa ngome zote za ukuta zilizomzunguka binti huyu, zilizomzunguka mtoto huyu, zilizozunguka familia zake. Ninamtoa katika ngome, ninasambaratisha huo ukuta na uangusha huo ukuta na ubomoa kwa jina la Yesu. Naitumia damu ya mwana kondoo iliyofanyika kuwa ukombozi. Ninakomboa binti huyu, ninakomboa familia yake, ninakomboa uzao wake, ninakomboa. Amen. Sasa kuna kosa nanikosea hapa katika kupiga zake. Anashindwa kutaja ukuta uliomfunga huyu ni ukuta wa aina gani? Amen. Unaelewa? Kosa anayofanya anashindwa, yani kila anapojaribu ataje anayumbishwa. Damu inamzuia, inamwambia wewe tunakufunga huko. Ndipo utashangaa huyu jamaa alikuwa mshuhudiaji mzuri, unashangaa hachudii tena. Pasidiwa na hii kafara. Sina mwenye pawa. Unasikia kila alichofundishwa na Pastor Kapanga hawezi kuendelea nacho tena. Ameambiwa wahi kanisani, hawezi kuwahi tena. Ameambiwa shuhudia, hawezi kushuhudia tena. Kila anapojaribu kupenya, hii damu inamwambia wewe, sikiza mchungaji, hauna sadaka kuzidi sisi. Huyu ni mali yetu. Huyu ni mali? Huyu ni mali? Maombi leo sema wewe leo kupiga ukofu. Alipigana vita hivyo. Hakuelewa vile vita vimefungwa wapi. Amemaliza anakuja kanisani, baba sio ni macho. Amenikwa na damu. Inamwambia unaingia huko na kujua. Kwanza una nguvu za kuingia kwenye madhabahu ya Kapanga, sadaka tokeo umeweza kutoa hujawahi kutoa hata 50 hata mara moja. Yaani umetoa sadaka yenyewe unajiuliza mara 7 niweke 2000 au niweke buku au niweke cheo au niweke 200. Hadi leo hii kuna watu wengine wanaweka bahasha. Kwenye bahasha yani mtu mzima unaweka 200, wiki nzima unaweka 200. Sichekeshi, nisikilize. Nataka uende mbinguni. Yaelewe maarifa haya. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Lazima uwe na maarifa. Yaani mtu mzima unaweka 200. Kwamba lile neno lililofuata nataka nishinde kwa 200. Yesu anaangalia moyo. Mashetani anamwambia hapa ukuti. Kwa kadri unavyozidi kuomba na kuombea ndio hali mbaya inaendelea. Kitu gani hicho? Damu. Sema amen. Kwa hiyo huyo anapenyesha damu ya mwanakondoo. Akifika hapa. Hapa. Kuna damu imesimama. Kafu inapenya ile damu yako ya mwanakondoo inaenda wapi? Anasema kutekisa. Akifika hapa ile maombi yote yanakuja kugonga hapa. Na huyo yale anayoendelea kuomba ila basakata. Yesu nisaidie. Mume wangu ana kibali. Jamani, duka langu liwe na kibali kama cha mbinguni. Nachukua sadaka shilingi 2000 anatoka Pastor Kapanga. Yeye na Kapanga wake wanapasua. Maombi yanakuja kupiga. Amen, amen. Ha. Sema amen. Amen. Sadaka anayotoa inatwanga hapa. Hapa. Yehova akianza kupenya inapiga hapa. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Mimi nataka kutoka. Mimi nataka kutoka. Kwa namna yoyote. 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 Kwa namna Yesu yoyote. nataka kutoka. Yesu nataka Siko kutoka. tayari kubaki ndani. Siko tayari kubaki ndani. Hadi uwe na maombi ya kutumia agano la damu. Uwe na maombi ya kutumia agano la damu.
mapasta wengi mnaoongoza maombi, ni ngumu sana tukaomba maombi yanayoleta majibu kama ukiomba umehama pointi moja, pointi ya fundisho. 2, umefundishwa nini? Hiki ndicho kilicholeta ushindi. Misi ikiwa unapasa kaonesha wana mwambashi na una mkufuzi, shika maelekezo kuliko chochote. Sivyo neno litapasua kule, maombi yatapiga sehemu nyingine. Faida ya neno hakuna kitu, kwa sababu tunatenda pamoja. Lazima uwe na maombi ya kupasua. Wacha simame tu hapa, tayari huko vinaeleweka. Lazima uwe na maombi ya kutumia damu ya agano. Ile damu manake ni sadaka ambayo ndani yake ni maombi. Msemi amina. Pasipo maombi haya, Bwana Yesu asifiwe, hauwezi kufanya maombi haya. Bwana asifiwe. Amen. Bila kwenda kuingia pale. Bila kwenda kuingia pale. Bila kwenda kuingia pale. Bila kwenda kuingia wapi? Bila kwenda kuingia pale. Katika jina la Yesu. Kama kisha umekanyaga moto, sasa tunakuwa. Hebu kanisa nyosha mikono. Nyosha mikono mbele. Nyosha mikono. Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa tunaifuata hiyo damu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuna nguvu mbele ya madhabahu hii, imenyunyizwa damu. Hautakaa uweze kamwe. Amka. Simama. Pigie Yesu makofi. Simama. Lazima atoke. Huwezi kufanya bila kutoka. Hadi huyo atolewe, aje ingie hapa, halafu anze kupigana vita. Kwanza atolewe hapa. Atolewe hapa. Kama ni biashara itolewe hapa. Kama ni mwili wake utolewe hapa. Kama ni yote itolewe hapa. Kama ni usawa utolewe hapa. Na ndio maana unayaona mambo yanayotokea kama hayafanani na taifa lako, yanafanana na ukoo wako. Kwani? Kwa sababu tunadai. Bwana sifi. Sasa huyu anatakiwa shughulike. Umepasa ashughulike hadi ashinde hapa. Kama atafunga ni yeye. Unanielewa eh? Kama atatoa sadaka nyingi ni yeye. Lakini usiniambie kwa sababu ameokoka. Wokovu sio issue. Amina. Wokovu sio? Na ndio maana mapagani yanapata sana pesa, yanatuzidi kwa hiki kitu. Kinachoshinda wewe na yule jamaa anayetumia mandagu kuendesha biashara yake, miradi yake, kazi yake. Tunapishana kafara. Tunapishana kafara. Yule jamaa ni mwaminifu kwa waganga. Yule jamaa ni mwaminifu kupeleka mrusi. Yule jamaa ni mwaminifu kupeleka ng'ombe. Yule jamaa ni mwaminifu kiuhakika. Wewe hujawahi kuwa mwaminifu hata kwa Mungu. Pamoja una uwezo wa juu sana wa kufanya kitu. Vitu una knowledge, una ufahamu. Lakini sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Lazima uwezo ndio uamue. Uwezo wa damu uamue. Sema uwezo wa damu uamue. Uwezo wa damu uamue. Sema tena uwezo wa damu uamue. Uwezo wa damu uamue. Damu inaamua uwezo wako. Amen. Lazima uwezo wa damu uamue. Sasa uwezo wa damu uamue. Sema amen. Amen. Ni vile ambavyo huyu atabadiliki kupambana na maombi ya kumshikia. Atapiga maombi ya kimikataba, ya kidamu. Mwisho wa siku huyu mwenyewe atafundishwa mafundisho magumu kama naye kufundisha. Sema amen. Ataungana, huyu anatamka kutoka, huyu naye anapambana kutoka.
Yaani mimi napambana kukutoa na wewe unapambana kufanya nini? Unajua mfungo ni ngumu. Juzi nimelala saa 8 usiku nikahisi kama napigwa shoti. Kwa sababu huu mfungo niliupanga kwenye akili. Nilisema panga mfungo kwenye akili. Kuna mfungo unatia nia, lakini kuna mfungo uweke kwenye akili. Yaani unaishi maalum kwa ajili ya wakati maalum. Uweke kwenye akili. Panga kwenye akili. Yaani vita vya usiku ni sivyo vya kawaida. Wanadusha mishale, ndipo nilipojua hapa nitakukimbilia, hapa nikukimbilia ndani ya damu ya mwanakondoo. Amen. Yaani sikuwa na namna nyingine ya kuchomoka, maana ningekaukia kitandani. Unaelewa? Mwanzo mishale ilikuwa inanipiga. Kwa malaika akanikamata, akanikimbiza moja kwa moja. Nilipita kwenye kamlango kadogo, nikaingizwa ndani, naangalia pembeni imezunguka damu. Walipojaribu kuja, ile damu inafyatuka, inawalipua wote, wanakufa. Amen. Nafundisha jambo hilo leo. Nikamwambia huyu mama, nikamwambia naona mwili wangu wote kama unakufa gani. Mwili wangu wote kama unakufa gani. So unapigana vita kwa macho. Weka mfungo kwenye akili. Ukiweka tu kirohoroho, hautaweza. Hautaweza. Weka kwenye akili. Yaani una mpango kamili. Una mbinu kamili. Unaamka na kikubushi chako cha maji. Unatembea nacho uzuri, Mungu amekwambia tunywe maji. Ni wewe tu. Kunywa maji kwanza usipata kama usiku. Tembea. Ndipo nikaona wanarusha, yani wakikaribia ile damu ya mwana kondoo inafyatuka vibaya. Unaongea na mimi, niko salama vibaya mno hapa. Yaani niko salama kwa vita vya kiroho na vita vya kimwili. Sema amen. Ngoja tumpe uhai kwanza. Kulia wewe. Fungua. Mwambie mwenzako, Mungu funua. Pesa. Wewe alikunyesha damu za maiti. Shika na maji na kaje kunywa. Yesu makofi. Ngazo nguvu. Sema amen. Amen. Huyu anatoka hapa kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Bwana asifiwe. Kwa maombi ya kwake na maombi ya kapanga. Yenye nia hii moja. Yenye lugha hii moja. Yenye nguvu hii moja. Yenye sadaka moja. Hapo kwenye sadaka hapo, ndugu yangu, hata naye waza kumtunza kapanga hayupo. Sasa usema amen. Maombi haya yatamchomoa huyu hapa. Haijalishi hawa ni mababe. Sema amen. Amen. Kwa sababu nitatumia damu ya mwana kondoo na damu ya agano. Bwana asifiwe. Amen. Yaani nitatumia hiyo damu mpaka nihakikishe ameng'oka. Kwa hiyo atang'ang'ana hawa. Watang'ang'ana, nitakata mikono yao, atapita. Akipita huyu, haruhusiwi mpaka na wayawai. Anaruhusiwa akimbie moja kwa moja. Sasa hapa njiani anahitaji aitwe nguvu inayomuongoza katikati. Amen. Biblia inasema Bwana akawa ndani ya wingu, akawa ndani ya moto, akawaongoza wana wa Israeli. Amen. Ili apate kuwaongoza wana wa Israeli. Kama akiwa hajui nguvu inayomuongoza hapa, huyu haendi kufika kule. Sema amen. Akijua nguvu inayomuongoza hapa, itamnyenyua hapa, atakuja kupenya hadi hapa. Amen. Ukiona umefika pale, sema amen. Hawa majasusi watakapokaa vikao vyao kwenye chama chao, wanapanga kwa habari ya yule. Wanaanza nani atangulie. Wanasema hili kamanda la kiume ndio litangulia, sababu ndio mwenyekiti wetu. Jamaa anaondoka, akikaribia hapa anamtafuta yule, anakula ngumi moja huku